Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Business Media. Kama ndo mara yako ya kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana, tumeweza kuona ni namna gani familia ya MC Pilipili ilipoweza kupata pigo kubwa kwenye masuala mazima ya MC Pilipili kuweza kututoka. Kiukweli watu wengi wameumia sana na kwa hili ambalo liliweza kutokea, lakini tumeweza kuona huu muendelezo wa msiba wa MC Pilipili kama kuna migogoro mingi ambayo inayoendelea, kwa sababu tumeweza kuona mke wa MC Pilipili jinsi alivyoweza kuingia katika msiba, na pia aliweza kuchelewa. Kama mke angetakiwa aweze kuwahi siku ile ya kwanza ambayo mume wake amefariki, basi angetakiwa kuwepo, lakini yeye hakufanya hivyo. Lakini kubwa zaidi, aliweza kuja na suruali, jambo ambalo limeweza kuzua gumzo kubwa sana mitandaoni mpaka watu wengi waliweza kuongea, jamani, kwani kuna kitu gani ambacho kinachoendelea kweli msibani na suruali? Na ukiangalia ni mume kweli unakuja msibani na suruali, mbona hii kama haiko sawa kabisa? Na pia tumeweza kuona familia iliweza kumkataa mazima huyu mwanamke, kwani wanaona kabisa huyu ndio chanzo kikubwa cha mtoto wetu kuweza kufikia pale alipo, licha ya hayo maumivu ambayo aliweza kuyapata kwa kipindi hiki. Ikisemekana kwamba bwana mkubwa huyu ameweza kupigwa yani bishoti ameweza kuuawa, ndio sababu ya kifo chake. Na leo hii huenda akatajwa huyu mwanamke kwa sababu amekuwa mtu ambaye hajali kitu chochote kuhusiana na mume wake ambaye aliweza kufariki. Licha ya yote ambayo yaliweza kutokea, lakini bado aliendelea kuleta vurugu za hapa na pale, akijionyesha kwamba yeye ndio mwamba kwenye kila kitu, jambo ambalo watu wengi hawakupendezewa nalo, na wengi wao waliweza kusema kwamba ikibidi tu aweze kufukuzwa msibani ili aweze kurudi tu alikotoka, kwa sababu analeta mapicha ambayo yasiokuwa na mbele wala nyuma. Hili jambo sisi hatufurahikiwi nalo, lakini tuliweza kuona ndugu jamaa na marafiki nao waliweza kuliongelea hili, kisha kusema kwamba tunatamani kuweza kuona haya yanayoendelea katika maisha yenu yasiwe vile ambavyo tunavyoamini, kwa sababu tumekuwa tukiwapenda kwenye shida na raha, lakini kuna vitu haviko sawa baina yenu. Bwana, watu washaanza kufukunyua kuhusiana na haya yote ambayo yanayoendelea. Mimi nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Business Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Kwa upande wangu sina la ziada, uache nikutakia siku njema na kazi njema.